maeneo manne muhimu sana ambayo fedha yako inatakiwa kugawanywa. Nataka niongee na wewe maeneo haya muhimu ambayo fedha ambazo zinapita kwenye mikono yako unatakiwa kuzigawanya, kwa sababu lazima mtu awe na nidhamu ya fedha inayopita mikononi mwako. Nimeanza masomo haya tangu kipindi kilichopita nikieleza habari ya ukombozi wa kiuchumi, financial deliverance. Sasa watu wa Mungu, mnatakiwa kujali sana habari ya uchumi, kwa sababu katika nyakati za mwisho Mungu anashughulika sana na watu wake katika eneo la uchumi. Kumbuka Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 na wa 10 ya kwamba waimba wimbo mpya wakisema, wastahili kufunga kitabu na kuvunja mihuri zake, kwa sababu ulichinjwa na kwa damu yako kumnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, kila jamaa na taifa, na ukawafanya kuwa makuhani na wafalme, nao wanamiliki juu ya nchi. Ni mpango wa Mungu ya kwamba awe na watu ambao wanaweza kumiliki juu ya ulimwengu ili aweze kutekeleza ajenda zake duniani. Sasa unaona, katika miaka ya 2011 na 2012 Mungu alisema na mimi, na kuna watu ambao niliokuwa nao nyakati zile, niliwaita na kuambia kile Mungu ameongea kuhusu eneo la uchumi. Mungu aliniambia waziwazi ya kwamba katika nyakati hizi za mwisho, na wakati ule nilikuwa namtafuta Mungu kwa habari ya kazi ambayo nilikuwa naifanya, kazi yake, habari ya utumishi na mustakabali wa kanisa wa siku zijazo. Mungu akaniambia wazi ya kwamba katika siku hizi za mwisho ambazo, na kwa kweli tu kwenye siku za mwisho kabisa, akasema atainua kizazi cha watu wanaomwamini atakaowamirikisha uchumi. Amen. Kwa lengo la kuwezesha ajenda yake kutimia duniani kabla Yesu hajarudi. Na unajua ajenda ya Mungu kabla Yesu hajarudi ni kuhakikisha kwamba kila mtu mwenye pumzi anasikia habari ya injili ya Kristo kila kona dunia. Na hii ndio ajenda kubwa ya Mungu katika siku za mwisho. Na ajenda hii inasukumwa na nguvu kubwa ya fedha. Inafika wakati utasikia injili kila kona, hadi msituni, hadi mapolini, kila sehemu, lakini kwa nguvu ya fedha. Kwa hiyo Mungu amekusudia katika nyakati hizi kuinvesti kwenye watu wake. Lakini sikilize, kuna mambo Mungu hawezi kufanya kama ufahamu wako hujakaa sawa, kama hujafunguka, kwa sababu watu wa Mungu wengi hawafuatilii sana mambo ya uchumi na fedha. Sijajua unani atazama wanafuatilia namna gani, lakini hawafuatilii sana. Wanafanya kazi zao kawaida, wanafanya shughuli zao kawaida, lakini hawajali sana knowledge, ufahamu kuhusu mambo ya uchumi na mambo ya fedha, na Mungu anaongea nini inapokuja masuala ya uchumi. Kwa nyakati zile Mungu aliniambia wazi, na nikakusanya watu nikawaeleza kwamba katika nyakati hizi na wakati ule ilikuwa watu wa Mungu wanakuwa dhaifu, hawawi na fedha sana. Of course sio miaka mingi sana, lakini 2011 na 12 na 10 hapo ilikuwa bado watu sio kama nyakati hizi. Mungu alileta agenda kwamba atamilikisha watu uchumi, na akasema hawa ni financial wa kingdom financial, watu ambao watabeba agenda ya Mungu kwa nguvu ya fedha duniani kabla Yesu hajarudi. Sijajua kama wewe ni miongoni mwa watu au namna gani, lakini watu nimwambia kati zile. Sasa mimi ni mfuatiliaji sana mambo ya uchumi, na fedha, kwa sababu ninaelewa ya kwamba ajenda ya Mungu haiwezi kamilika duniani bila watu kuwekeza kwenye uchumi. Sasa nisikilize, kipindi kilichopita wale ambao mnanifuatilia, niliwaeleza wazi namna ambavyo unatakiwa kuheshimu na kuthamini fedha Mungu anayokuamini na kuipitia kwenye mikono yako, na vile unatakiwa kuwa na daftari maalum la kutunza mapato yako na matumizi yako, ili kumonita fedha yako, kumwaminisha Mungu
ya kwamba naweza kumilikisha mali na fedha nyingi. Sasa nisikilize, leo nisikize kwa makini sana. Baada ya kusema hayo, nataka niseme Mungu bado anainua watu. Mungu anainua vizazi vya watu watakaomiliki fedha, na ndio maana kuna ajenda nyingi sana kwenye ufalme wa Mungu sasa hivi, kwa sababu watu wengi wanainuliwa kiuchumi sana, hata watumishi wa Mungu, watu wa kawaida makanisani. Mungu anainvesti kwa watu wakiwa waaminifu sana. Mungu anainua sana kiuchumi. Inakuwa ni ajenda ngumu sana ya dunia ya kwamba kwa nini watu wa Mungu wanakuwa na fedha sana. Kumbuka ni ajenda ya Mungu. Mungu alisema na mambo haya miaka mingi iliyopita, na kuna watu wanajua ambao niliwaeleza habari ya hii ambao Mungu alikuwa anasema wakati ule. Sasa nisikilize kwa makini sana. Maeneo manne muhimu sana ambapo fedha yako unatakiwa kuigawanya ili uendelee kupata fedha zaidi, uendelee kuaminiwa zaidi, na uendelee kufanikiwa zaidi kwenye mambo yako ya uchumi. Maeneo manne, nisikilize kwa makini sana. Eneo la kwanza, fedha yako unayopata, yoyote ambayo Mungu anakupa, nisikilize kwa makini. Ukinifuatia kwa makini, Mungu atakubariki sana na utashangaa kile Mungu anafanya, kwa sababu kuna watu kwenye kipindi kilichopita, napata shuhuda za watu wengi kipindi kilichopita, yale Mungu anafanya kupitia yale ambayo nimesema nao. Haleluya. Kumbuka neno la Mungu kabisa. Amen. Maeneo manne. Eneo la kwanza, fedha yote inayokuja kwenye mikono yako, namba moja, toa sehemu ya ile fedha. Toa sehemu ya ile fedha. Yaani kwa lugha nyingine, jifunze kutenga sehemu ya fedha inayokuja kwenye mikono yako kumtolea Mungu. Kumbuka, kama wewe umwamini Mungu, hili halikuhusu. Lakini kama unamwamini Mungu, hii inakuhusu sana, kwa sababu Mungu ana ajenda ya kuinua watu wake, na ili Mungu akuamini kukuinua, inabidi aone moyo wake ukiwa huru kuachilia, kwa sababu Mungu anaweza kukuinua kwa malengo ya ajenda zake mbalimbali duniani. Sawa sawa? Kwa unatakiwa sehemu ya fedha ambayo unaipata, mtolee Mungu sehemu ile fedha. Peleka kwenye madhabahu ya Mungu sehemu ile fedha. Sawa sawa? Sasa kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu unatakiwa kukabidhi uchumi wako kwenye mikono ya Mungu na kumtolea Mungu sehemu ya fedha. Iwe ni 1,000 imeingia, tenga hata shilingi 100. Iwe ni 10,000 imeingia, tenga hata 1,000, tenga hata 2,000. Iwe ni 100,000, iwe ni milioni 1, tenga sehemu ya fedha yako. Sawa sawa? Peleka kwenye madhabahu ya Mungu, mtolee Mungu. Toa sehemu ya. Haleluya. Yes, kwa sababu anatakiwa leo kwamba Mungu anasema kwenye kitabu cha Mithali 9, Mithali sura ya 3 mstari wa 9 na 10, kwa ajili ya muda sitasoma, lakini Mithali sura ya 3 mstari wa 10 inasema, mheshimu Mungu kwa mali zako na kwa malimbuko ya mazao yako, ndipo ghala zako zitajazwa. Haleluya. Mheshimu Mungu kwa mali zako. Watu wengi hawajui kumtolea Mungu. Haupeleki kanisani kwa Mungu nikajenge hivi au nikamtolee mchungaji au nikafanya hivi. Ukiwa naamini hivyo, wewe bado ni mchanga sana kwenye mambo ya kimungu, chanda sana. Na kama unaamini hivyo, bado wewe una umaskini ndani mwako, kwa sababu watu ambao Mungu ameua umaskini ndani mwao wanajua thamani ya kutoa sehemu ya fedha yao kupeleka kwenye madhabahu za Mungu ili kumheshimu. Kwa sababu ukifanya hivyo, maanake umekabidhi uchumi wako kwa Mungu, umekabidhi fedha zako kwa Mungu, umekabidhi mapato yako, umempa Mungu ruhusa ya kujihusisha na mambo yako ya fedha. Na hili nikamate vizuri, kuna watu wengi hawamhusishi Mungu kabisa kwenye mambo yao ya fedha na uchumi, wanahangaika wenyewe. Amen. Nisikize kwa makini sana. Wale ambao wanaelewa napowafundisha mambo ya fedha wanajua. Mara nyingi nimefundisha hata kwenye WhatsApp channel yangu, nimefundisha mara nyingi ya kwamba angalia, kila fedha ina roho nyuma yake. Masuala ya kumiliki mali na uchumi yanahitaji ni spiritual issues. Inaanzia kwenye mwengo wa roho kabla haijaja kwenye mwengo wa mwili. Utaona watu wanahangaika kwa waganga wa kienyeji, wanahangaika na mailizi. Ukienda kwa maduka mbalimbali utaona mailizi yako kule. Na binti yangu mmoja kanisani ambaye yupo na biashara yake Kariakoo pale. Huyo binti wakati fulani miaka kama 2 nyuma, kama sio 3 kama nakumbuka vizuri. Sasa pale anapofanya biashara zake anapakana na maduka mengine ya watu wengine pale Kariakoo. Sasa yeye anauza sana kwa sababu nguvu ya Mungu iko nayo, lakini mbali na kuuza sana, kumbe kwa sababu ya nguvu ya Mungu anayotembea nayo pale, inazuia biashara za wengine zifanye kazi, kwa sababu wao wanatumia majini, wanatumia mailizi, wanatumia waganga, sasa vitu vyao vinakufa. Sasa alipata shida sana kwa sababu wakati ule walikusanyika wafanyabiashara wa maduka yaliyo karibu na yeye, wakapanga kikao, wakamwambia tunakuhamisha hapa. Wakasema unataka shilingi ngapi ili tukuhamishe hapa?
wakachanga fedha milioni za kutosha, wakamletea mikononi, wakamwambia, tafadhali shika fedha hii, tunaomba tupishe hapa, sisi hatufanyi biashara kwa sababu ya wewe. Umeelewa swali? Nikamwambia usichukue hiyo fedha, enda kufanya biashara. Mpaka leo yuko pale anafanya biashara. Niweza kwa makini sana. Hii ni ishara kwamba mambo ya kifedha yana nguvu nyuma yake. Inabidi mtu ahusishe madhabahu, ama ni madhabahu za washirikina, madhabahu za mashetani. Ndio maana watu wanakimbilia kule sana kwenye mambo yao ya biashara. Lakini kama ni mwana wa Mungu, lazima uamini katika Mungu, kumkabidhi mapato yako na fedha zako. Wakati wengine wanapeleka kafara, wewe peleka sadaka madhabahuni, na kila sehemu ya fedha yako itenge, peleka madhabahuni. Biblia inasema kwenye Kumbukumbu sura 8 mstari 18, nasema mimi ni Mungu nikupaye nguvu za kupata utajiri. Ni wazi ya kwamba Mungu ndiye afanikishaye watu. Kwa hiyo inategemea kwamba je, utamkabidhi fedha yako, mali zako namna gani? Sasa unapotoa sehemu ya fedha yako, hiyo ni sehemu ya kwanza ya kutenga mapato yako. Toa sehemu, mpe Mungu. Haleluya, mapato yako yatakuwa salama. Amen. Nitaongea wakati mwingine, nisichukue muda wako sana. Lakini eneo la pili, tenga fedha ya matumizi. Tenga fedha kwenye matumizi. Okay, ninajua watu wengi wanatumia na nini. Naongelea kutenga fedha ya matumizi. Siongelee kutumia fedha. Kuna tofauti kati ya kutumia fedha na kutenga fedha kwa ajili ya matumizi. Haleluya. Sasa wale ambao wamenifuata kipindi kilichopita, utaelewa ya kwamba nilikufundisha ya kwamba unapokuwa na arrange mapato yako na matumizi yako, unaweza kumonita sasa unatumiaje fedha yako kwenye mambo sahihi na mambo ambayo sio sahihi. Haleluya. Kwa hiyo hakikisha kuna watu ambao, nisikilize, unapata fedha sana au unapata kidogo, vyote vile, lakini hautengi fedha ya matumizi, na wengine uko na familia. Kwa hiyo ni muhimu sana 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 kujifunza kutenga matumizi yako, na huwezi kutenga matumizi yako na familia yako ya kifedha ikiwa haujui bajeti ya maisha yako. Sasa kipindi kilichopita, wale ambao mmenifuatilia mnaelewa, na kama ni mara ya kwanza unaweza kufuatilia kipindi kilichopita, utapata kwa undani sana. Na kama ni muhimu sana, kuna watu wanaishi maisha ya ajabu kiasi kwamba Mungu hawezi kukuamini, kukumilikisha mapato, kukumilikisha mali, kwa sababu unaishi haujui bajeti yako hata ya maisha, matumizi yako yakoje. Ndio maana akasema kuna tofauti kati ya kutumia fedha na kutenga fedha ya matumizi. Kwa sababu kwenye kila fedha inayokuja kwako, ukishatoa sehemu kwa ajili ya Mungu kumkabidhi uchumi wako, lazima utenge matumizi yako na familia yako. Na kama pia, kwa sababu kuna watu ambao mnapata fedha na hamsaidii familia zenu, hamsaidii. Unapata fedha, unatumia unavyotaka, unapeleka unakotaka. Wengine ni walevi, na kama wewe ni mlevi, uokoke leo kwa jina la Yesu. Wale ambao mnatumia fedha sana kwenye pombe, wengine wanawake, vitu vya ajabu ajabu, na wengine mko kanisani, lakini fedha yako haisaidii familia yako, fedha yako haisaidii mke wako, fedha yako haisaidii mume wako, fedha yako haisaidii watoto. Hautengi fedha kwa ajili ya familia kufurahi. Huwa nawafundisha watu siku zote, kati ya vitu vya thamani Mungu ametupa maishani, namba 1 wokovu, namba 2 familia. Familia ni kitu ya thamani Mungu amekupa. Ndio maana hata wewe nakwambia leo, hakuna namna ambavyo utafanikiwa ikiwa watoto wako wanalia. Kama unatumia fedha watoto wanalia njaa, hauwezi fanikiwa. Na hii ni shida sana. Watu wengi waliokoka wanamwamini Mungu, angalia maisha yao. Anaweza akaenda huko kwa mantilia, kala chakula mpaka cha 5,000, akarudi nyumbani, familia yake kala ugali na matembele. Watoto wanasikia tu nyama, wanasikia kwa jirani. Lakini huyu mtu ameenda, ameshakula. Mwanaume huyu yuko na familia, ameokoka. Nisikilize kwa makini sana. Kashakula huko kwa mantili, kashakula hotelini huko, chakula cha 10,000, kapiga kuku, kapiga pilau, kapiga. Anakuja nyumbani, anawaletea dagaa. Hauwezi kufanikiwa. Hauwezi kufanikiwa. Biblia inasema kwenye waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 5 mstari wa 8. Anasema mtu yoyote asiyewajali watu wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko mtu hata asiyeamini. Namba 1, ameikana imani. Kwa sababu mtu anayeamini, mtu anayemwamini Yesu, mtu mwenye imani na anaamini Mungu atamuinua,
atajali familia yake, atatenga fedha kwa ajili ya watoto wake, chakula cha watoto, chakula cha mama mke wake, familia yake ikawe salama. Kama fedha yako hawezi kufurahia familia yako, huwezi fanikiwa. Kama mapato yako hakuna sehemu unatenga kwa ajili ya matumizi ya familia yako, watoto wako wavae vizuri, watoto wako wale vizuri, mke wako avae vizuri, hauwezi kwenda popote. Hakuna namna ambavyo mtu anaweza kafanikiwa mke wake akiwa analia ndani ya nyumba, hana chakula, hana mavazi, hana nini, analia, alafu mwingine analisha watu wengine huko. Huwezi fanikiwa kama hujajifunza kutenga matumizi. Naongelea kutenga matumizi. Ukishapata fedha ili Mungu akuamini, ukitenga sehemu yake, mwambie Mungu, hii laki ngapi ni matumizi ya watoto wangu na familia yangu. Wow. Ukianza kuishi hivyo, Mungu ataanza kuamini, kukuinua zaidi, mapato zaidi. Mmenipata vizuri? Mtu yoyote asiyewajali watu wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko hata asiamini. Mmenisikia vizuri? Wakati fulani mtu mmoja alikuja kwangu. Ule ushuhuda wa kweli kabisa. Alikuja kwangu, anataka maombi kwa ajili ya kufanikiwa kiuchumi, kwa sababu alitoka mkoani akamia Dar es Salaam, akawa anafanya biashara kubwa sana Kariakoo na maeneo mengine, biashara ya maduka, akawa anafanikiwa sana. Akaacha familia kijijini, akaacha mke kijijini, akaanza, alipopata fedha sana, akaanza kutembea na wanawake wengine. Sasa wakati anakuja kwangu kanisani, nitoka kwenye maombi, alikuwa tayari na mke mwingine, anamlisha, anamnywesha, na yule mke naye ana watoto na sio wa kwake. Sasa mambo yake baada ya muda akaanza kuparaganyika. Sasa akaja kwenye maombi, na kuna watu wengi na kwenye maombi na mmejaa laana, laana ambayo hata maombi hawezi suluhisha mpaka urekebisha mwenyewe. Huyu mtu bahati nzuri Roho Mungu akanifunulia, nikamwambia, wewe shida yako imeanzia, angalia mke wako analia kule mkoani ulipomwacha, watoto wanalia, hawana chakula, mke wako anahangaika kulisha watoto, wewe uko Dar es Salaam na mali zote unakula na wengine, hauwezi fanikiwa. Kaambia hiyo laana unapitia sasa hivi ni kwa sababu ya watoto wako wanalia, kwa sababu ya mke wako yuko analia. Nikamwambia kama unataka kuinuka, maombi yasikike, Mungu asikie maombi, nenda kakumbuke familia yako, peleka fedha, hudumia familia yako, achana na wanawake ambao umechukua mjini. Sijui kama alimesikia kwa sababu kurudi tena kanisani. Mnasikia vizuri? Hakuna namna ambavyo unaweza kufanikiwa kama utengi sehemu ya mapato yako kulisha familia yako, kuhudumia watoto wako wafurahie fedha unayopata. Hata kama ni 50,000, familia yako ifurahie fedha unayopata. Lisha familia yako vizuri, lisha mke wako vizuri, hudumia hata mume wako, hata kama ni mke, kwani kuna dhambi? Hudumia watoto wako. Haleluya! Utaona Mungu anathamini watu wenye family mentality, anawaheshimu sana. Lakini ukiwa ni mtu ambaye unakesha huko kwenye baa, unalala kwenye baa, ukipata natumia yote kwenye baa na wanawake wengine, hauwezi kuinuka. Utafika mahali utagonga mwamba alafu utaanguka. Mmenisikia nachosema? Tenga fedha yako kuhudumia familia yako. Tenga fedha ya matumizi, na usitumie tu fedha bila matumizi maalum. Ndio maana nakuja kwenye kujua mapato yako na matumizi yako unapokuwa na noti kwenye daftari lako, kama ambavyo nilikufundisha wakati uliopita. Mmenisikia vizuri? Kwa hiyo jirekebishe. Kuna maombi mengi unakuja tuwaombee, hayajibiwi. Wengine ni laana tu, laana za mke, laana za watoto, laana za wazazi. Hauwezi kufanikiwa kama fedha yako haihudumii watu wako nyumbani. Hauwezi fanikiwa. Sahau hata kama unafunga na kuomba namna gani, hauwezi fanikiwa. Kama wewe unakula mgawani chakula cha 10,000, nyumbani unakula chakula cha 2,000. Kama wewe unakula kwa mantilie mboga 5,000, watoto wako wanakula matembele ya 500, sahau habari ya Mungu kuamini. Family mentality. Mungu anathamini. Kama uwezi kuwatunza watu ulionao nyumbani kwako, Mungu hawezi kukutumia kuhudumia watu walio nje ya nyumba yako. Kwa Mungu hawezi kuamini kwa mapato. Kitu kimoja watu wajue ya kwamba Mungu huwa anatupima sisi kwa watu waliotuzunguka. Vile unawatendea wale watu, kabla hujamwambia Mungu nitakufanyia hivi, Mungu anaangalia unawafanyaje ulio nao. Amen. Mmenisikia vizuri? Kwa hiyo anga nikwambia kwamba Mungu anasema kama mtu hawezi kuwapenda watu walionao anaowaona, hawezi kumpenda Mungu asiyemwona. Changamka, hudumia nyumba yako, tenga matumizi. Hata kama hujaolewa hujaoa, tenga matumizi ya maisha yako na watu ulionao.
na usitumie bure bila kutenga matumizi. Haleluya, amen.